Nataka unaambia Kiswahili sanifu cha hili neno linki. Linki. Kiukweli kipengele sana. Notification maana yake taarifa. Taarifa sio wanangu umeniotea. Kublock kuzuia. Wanasema mkataa kwao ni mtumwa. Hujambo mtazamaji wa Asam Online TV. Leo bwana, katika mitandao ya kijamii unakuta kuna baadhi ya watu wanatumia maneno lakini hawajui maana yake. Kizungu cha nini? Na kwa nini tutumie kizungu? Leo nakuja na neno linki pamoja na neno notification. Na kwenda kukusanulia maana halisi ya neno hili. Jawabu lake sikwambii mimi, nitakwambia hapo baadaye. Na kama hujalipata jibu lake, tudondoshee kwenye comment nini maana ya neno linki pamoja na maana ya neno notification. Kwa sababu kuna baadhi ya watu unakuta wanamwambia mwenzake kwamba bwana nitumie linki ya grupu fulani. Na mtu anatumiwa, anafanya kitendo, anaingia katika grupu. Lakini hajui kwamba kile alichokifanya ya lile neno linki kakusudia kitu gani. Ama unakuta anaingia notification anamwambia kwamba bwana imeingia notification na kitu fulani hapa, lakini lile neno notification hajui maana yake. Tuenzetu pamoja, twende tukawachemshe bongo ili tujue nani atakayeweza kutuambia maana halisi ya neno linki pamoja na maana halisi ya neno notification. Jina langu ni Ali Haji Abdallah, nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan Kasim. Mambo vipi kaka? Mambo safi. Safi sana, au sio? Alhamdulillah, sijue. Basi kwanza mimi mwenyewe niko fresh, tuambie kwanza basi uko unaitwa nani? Mimi naitwa Muhammad Juma Abedi. Sasa Muhammad, unatumia simu kubwa? Simu kubwa situmii. Lakini ushawahi kutumia? Nishawahi kutumia sana. Haya sawa. Sasa Muhammad, mimi bwana nina grupu langu la WhatsApp. Nataka nikuunge wewe. Maana yake nitakutumia linki, si ndio? Lakini baada ya kutumia linki itakuwa tayari moja kwa moja unajiunga katika grupu langu. Nataka unaambia Kiswahili sanifu cha hili neno linki. Linki. Kiukweli kipengele sana. Basi sawa, haina noma. Sasa sikiliza. Umesema ulitumia simu kubwa, si ndio? Sasa kuna kitu kinaitwa notification. Si unakielewa? Ndio. Notification ile ambayo labda mtu akutumia SMS inaingia notification kwamba bwana hivi na hivi na hivi, si ndio? Sasa nipe Kiswahili sanifu cha hili neno notification. Notification. Haya, nakupa la ziada ambalo hili ukilikosa tena utakuwa unaniangusha. Bwana, wewe kwenye mitandao ya kijamii unaingia unakutana na nyimbo fulani, si ndio? Baada ya kukutana na ile nyimbo wewe unaitaka ingie katika gallery yako kwamba ukiwa una MB uiplay. Sasa ile nyimbo ambayo umekuta kule, ukikuta maana yake yani ili uingie katika gallery yako maana yake unafanya nini wewe? Gallery yako? Ukitaka ingie katika gallery maana yake si una download? Una download Niambie Kiswahili sanifu cha neno download. Kudownload hangaisha basi akili hiyo. Anahangaisha lakini unajua tena kuna baadhi ya muda ambako fikirie kuna vitu kutokana na mwenyewe zamani sana hivyo vitu kwa sekunde hapo utafikiria. Sifanye kitu kwa kifupi. Naweza nikafikiria lakini nikae sana sio sekunde. Sasa unajua sasa hivi kuna kundi la watu wengi tumeathirika kiukweli kutumia maneno ya Kiingereza lakini hatujui maana yake, si ndio? Sasa hemu washauri watu ambao wanatumia maneno ya Kiingereza lakini ile sasa kutumia mambo ya vitu ambavyo Kiingereza ni kutokana na kitu ambacho ulikuwa ukijua maana sio vizuri kwanza. Ili ukijue maana baadhi ya kitu utumie kwa kuelewa hicho kitu gani. Lakini huwezi ukatumia kitu alafu baadaye ukijua maana. Nimeachana nacho zamani sana mambo kama hapo kwa sababu mimi mwenyewe naona kama ananizonga tu. Nenda kwambia haina noma, asante sana mwanangu. Poa pamoja. Kaka mambo vipi? Sawa, vipi hali bro? Fresh kama kawaida. Hebu tuambie kwanza unaitwa nani? Mimi naitwa Muhammad Isa Nachuli. Sawa, sasa kaka mimi nina swali kidogo nataka tuende nalo. Unajua sasa hivi tunajalia kwamba mimi nina grupu langu la WhatsApp. Sasa nataka na wewe uwe ni miongoni mwa walokuwa katika grupu langu. Maana yake hapo kuna kitu ambacho nitakutumia wewe kinaitwa linki. Hicho ndio nitataka kwamba ukibonyeze ili uingie katika grupu langu. Sasa nataka unambie Kiswahili sanifu cha hili neno linki. 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 Hili neno ambalo kila siku katika mitandao ukienda unakutana nalo, si ndio? Sasa niambie Kiswahili sanifu cha neno linki. Linki bwana mimi sijui Kiswahili chake fasaha lakini mimi najua kama grupu tu. Kama grupu si mtandao sababu mtandao mimi sio sana. Ndio, sawa. Tufanye mitandao sio sana. Tunakwenda katika labda wewe unatumia simu, unao simu kubwa si ndio? Haya, kama unao simu kubwa wakati unatumia simu yako kuna kitu kinaitwa notification kinaingia.
notification na kila siku katika, yani huwezi kutumia simu siku nzima baada notification isiingie. Hakuna simu hiyo. Labda mtu azuie. Sasa niambie basi Kiswahili sanifu cha hili neno notification. Ujumbe. Kwa Kiswahili kingine huna neno lingine labda? Huna. Sawa, basi washauri wale ambao na unajua kwa sasa hivi kuna baadhi ya watu wanatumia maneno ya kizungu katika kuongea yao. Wanatumia maneno ya kizungu lakini unakuta yani kile anachokimaanisha hawakijui. Unakuta mtu anachanganya justice, sijui like, sijui nini lakini hajui anachomaanisha. Hebu washauri chochote. Kama unaongea lugha ya Kiswahili bora ongea Kiswahili kilichonyooka tu. Na kama unaongea Kiingereza bora ongea Kiingereza kinachonyooka. Ndio. Basi usichanganye mara Kiswahili umeweka Kiingereza, mara wengine waelewe, wengine hawaelewi. Na mwingine anaongea kitu ambacho hakijui. Yaani anaweza katia neno kwenye anaongea Kiswahili, anatia neno la Kiingereza lakini hajui lina maana gani. Basi poa, nitakwambia asante sana. Poa pamoja. Mambo vipi? Poa. Kwanza niambie unaitwa nani? Naitwa Munira. Sawa Munira, unatokea pande gani labda? Kuja huku. Haya Munira, unatumia simu kubwa? Situmii. Tumia simu kubwa. Lakini ulishawahi kutumia? Ndio. Ulishawahi kutumia, sawa. Sasa Munira bwana, tujalie kwamba mimi nina group langu la WhatsApp. Lakini sasa katika group langu la WhatsApp nataka nikuunge wewe, maana yake nitakutumia linki. Sasa unaweza kuniambia Kiswahili sanifu cha neno linki? Na linki ndio tunaitambua, unagusa ili uingie katika grupu langu. Nipe Kiswahili sanifu cha neno link. Nimesahau. Sawa, Munira basi tuanze tuna hili. Sasa sikiliza, tufanye hilo sawa, umesahau. Umesema umewahi kutumia simu kubwa, sio? Sawa. Munira, unatumia simu kubwa labda una chat na watu tofauti tofauti ama unafanya mambo katika simu kubwa, sawa? Sasa bwana ikiingia notification ukiongea notification sio, unanielewa? Yaani ni ule ujumbe ambao unakuja juu mwenyewe sana, mnakuwa mnatumia lugha kwamba pazia, shufungua pazia kule juu kwa kule. Sasa ile ni notification. Unaweza kuniambia Kiswahili sanifu cha neno notification? Ule umekosa, sawa. Unajui kilinki basi na wewe notification. Munira, mimi nataka upate bwana. Hiyo pia nimeshindwa. Basi sawa. Tujalie mimi na chat na wewe. Sawa. Lakini wewe mimi nishakuzingua. Sana sana watu wanakuwa wanafanya baada ya kwa labda mimi nishakuzingua, wewe utanifanya nini kwa simu yako? Achana na kufuta namba, utanifanya nini chengine? Na kusaidia utaniblock. Sawa. Sasa katika hiyo kublock, basi nipe japo Kiswahili sanifu cha neno block. Mpaka block basi Munira. Ni kama kuzuia mawasiliano. Nipe neno moja tu. Hapo yani umeingia. Mawasiliano. Nini? Kuzuia mawasiliano. Neno mawasiliano liingie. Maana yake utaniambia nini? Yaani block ni neno moja. Na hapo uliponiambia kuzuia mawasiliano tayari kuna kitu fulani yani ushakisema. Lakini bado kuniambia tu kwamba ndo hichi. Munira unaniblock mimi, maana yake hata nikituma SMS haingii, nikipiga simu haingii. Munira, mbona tayari ushanipa jibu? Kublock kuzuia. Sasa mambo gani? Waambie basi chochote ambao wanakutizama sasa hivi. Washauri chochote basi. Sababu kuna kundi la watu wengi sasa hivi unakuta anatumia maneno ya Kiingereza lakini hawajui maana yao. Unakuta kuna mtu katika maongezi yani maneno matano mara kati ya sijui do, sijui justice, sijui nini. Ukimuuliza haya hiyo justice maana yake nini hajui. Hebu washauri chochote basi. Mimi nashauri kwamba wasipende kutumia maneno halafu hawajui maana yake. Ndio hivyo tu, sina jingine. Sawa, ndio mimi nitakwambia asante sana. Haya, na wewe pia. Mambo vipi kaka? Fresh, habari? Good, sio? Kama kawa. Niambie basi unaitwa nani? Naitwa Agape. Agape, mimi una simu kubwa? Na. Sawa, tujalie kwamba wewe nataka nikunge katika grupu langu lakini nakutumia linki. Nikizungumza linki maana yake unakuwa ushafahamu kitu gani na unamaanisha, sio? Sasa bwana nataka uniambie Kiswahili sanifu cha hili neno linki. Linki? Asli. Unajua? Basi sawa, tujalie unatumia simu yako. Katika simu yako lazima kuna kitu kinaitwa notification kiingie. Nipe Kiswahili cha sanifu cha neno notification. Notification zinakuwa taarifa. Sasa hivi utakuwa niuliza mimi naambie kwamba notification maana yake kitu fulani. Poa, notification maana yake taarifa. Taarifa, sio? Wanangu umeniotea.
Kinayoja Jibu pale. Sasa sikiliza, kuna baadhi ya watu unakuta sasa hivi wanatumia maneno lakini hawajui maana yake. Unakuta mtu anatumia Kiswahili lakini sasa hivi tushaathirika. Lazima changanya na maneno ya Kiingereza. Washauri chochote. Yaani washauri kwa Shauri tu kwamba bwana kuna hivi na vile, ni maoni yako mwenyewe. Kwa wale ambao wanatumia maneno ya Kiingereza lakini hajui hata maana yake. hamna mtu ambaye anatumia neno la Kiingereza hajui maana yake. Hamna. Haya sawa, unasema kwamba hamuna. Unamwambia mtu mtumie linki. Ushanifahamu? Lakini wewe tokea siku zote hizo mpaka leo hujui hata linki maana yake nini? Maana yake na wewe ni miongoni mwao. Sijui lakini yani ni kuna kitu kinaitwa code switching sijui na code mixing. Sasa linki iko linki kama linki. Unajua linki yani linki. Katika mazungumzo yako hujawahi kusema kuna siku kwamba bwana mtumie linki. Ishe kusema. Lakini linki ulikuwa hujui maana yake kitu gani? Sijui linki. Sasa naambia linki kama yani ukiniambia linki naelewa linki nini. Nasema sasa kukwambia ile nikwambia basi mimi nakupa kinini chake. Maana yake linki ni kiungo. Linki mimi nakutumia linki. Baada ya kubonyeza wewe tayari ushakujiani unajiunga moja kwa moja unakuja kwenye grupu langu. Maana yake ni kiungo. Sasa mfahamiana hapo sio? Basi poa haina noma. Kwa maana yake utakuwa una concept ya kwamba mtu anatumia Kiingereza yani mwanzo niliambia hivi kwamba bwana hakuna mtu ambaye anatumia Kiingereza hajui maana yake. Lakini nilikwambia kuhusu linki ukahujui maana yake. Sasa poa asante sana wanangu. Hadi kufikia hapa ndio mwisho wa kipindi chetu. Lakini bwana leo nilikwambia hapo awali kwamba nakuja na neno linki pamoja na neno notification. Lakini kuna baadhi ya watu hawakuweza kuniambia maana yake. Lakini ukiangalia katika utumizi wa simu zetu za kila siku, mtu unakuta anatumia simu, notification lazima ingie, na linki unakuta mtu anamwambia kwamba nitumie linki ya grupu fulani. Na mtu anatumia linki anajiunga, lakini kile kitendo ambacho anakifanya hajui maana yake ama hajui amekusudia kitu gani. Kizungu cha nini na kwa nini tutumie kizungu? Hatuishi hapa, tutaendelea kukusanulia yale maneno mbalimbali ambayo watu wanatumia lakini hawajui maana yake. Jina langu ni Ali Haji Abdallah, nyuma kamera ni Jabir Ridwan Kasim. Hadi wakati mwingine, asante.